Habari za wakati huu mtazamaji wa EA TV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Wodi ya wazazi katika hospitali ya rufaa ya Mwananyamala jijini Dar es Salaam imezidiwa na idadi ya wakina mama wanaojifungua, hali inayopelekea wakina mama wanaofika katika hospitali hiyo kujifungua watoto na kulala chini kutokana na uchache wa vitanda. Kurasa leo imeshuhudia wakina mama wakiwa na watoto wao wamekaa chini, ambapo kaimu mganga mkuu wa hospitali hiyo Dr. Delila Moshi amesema wodi hiyo ina vitanda 18 tu, lakini wamekuwa wakipokea wakina mama zaidi 50 kwa ajili ya kujifungua na kuzidiwa uwezo. Jengo la wodi ya watoto wachanga kule kuna vitanda 18, lakini mara nyingi tunalaza wagonjwa 50, 60 ndio average. Japo kuna wakati wanashuka wanafika mpaka 40, lakini bado vitanda 40, wagonjwa 40 kwenye vitanda 18 bado havitoshi. Kwa hiyo mara nyingi unakuta wodi ya watoto wachanga kule wanakuwa mama wanakuwa ni wengi kushinda uwezo wa wodi. Lakini pia wagonjwa wamekuwa wengi. Wagonjwa 1500 mpaka 1700 kwa siku kwa majengo yale na watu wa huduma ambao hawatoshelezi, bado kwetu ni changamoto kubwa. Tuendelee na kurasa. Hali mbaya ya ubovu wa barabara ya Mwijuma jijini Dar es Salaam pamoja na kupasuka kwa mabomba ya maji yaliyopita katika barabara hiyo imesababisha ajali za mara kwa mara, huku magari ya kubeba wagonjwa wanaotumia barabara hiyo yakishindwa kuwafikisha wagonjwa kwa wakati. Baadhi ya wakazi na madereva wanaotumia barabara hiyo wameiomba serikali kuharakisha ujenzi wa barabara hiyo kutokana na kutumika mara kwa mara na magari ya kubebea wagonjwa kutoka zahanati mbalimbali za jiji la Dar es Salaam na kuwapeleka katika hospitali za rufaa. Hii barabara sisi tunachoangalia ni kwamba viongozi wetu kila siku tunajua kwamba labda watarekebisha leo, kesho mvua zinakuja, hali inazidi kubadilika. Hali inakuwa ni mbaya zaidi ya kila siku. Tulikuwa tunaomba viongozi watuonee huruma sisi ambao wapita na magari. Kwa sababu tunapoendesha gari la mtu hapa unavunja spiringi. Izungumziaje? Kiukweli barabara ni mbaya kama unavyoiona, kwa sababu hii barabara inasababisha vitu vingi vinatokea. Kwa mfano hata mimi mwenyewe juzi nilikuwa naelekea sokoni, nimekoswa na gari, kwa sababu ukiangalia upande wetu tunaotembelea sisi abiria wa kawaida ndio magari yanakimbilia kutokana na sehemu halisi ya barabara imekuwa mbovu kama unavyoona mwenyewe hali ilivyo. Na pia kutokana na barabara hii kuna tatizo ambalo limetokea muda si mrefu hapa. Mama alikuwa anajisikia vibaya na wahi hospitali, lakini kwa kuwa barabara mbovu imembidi ajifungulie njiani kutokana na maji matuta, anashindwa kwenda kwa kasi yule dereva ili aweze kumfikisha. Barabara bwana ni mbovu sana hii. Ina mashimo makubwa na pembeni kuna mabomba yamekatika, basi barabara nzima imejaa maji hapa. Sasa tunachoomba serikali au halmashauri ya jiji itengeneze barabara. Mpaka inasababisha watu wengine, kuna dada akapita anapelekwa Mwananyamala, matokeo yake amejifungulia kwenye gari. Tumalizie kurasa kwa hili. Mstahiki meya wa manispaa ya Ilala jijini Dar es Salaam Mheshimiwa Charles Kuyeko amesema manispaa hiyo itaanza kujenga vyumba vya madarasa pamoja na kununua madawati kufuatia kuwepo kwa ongezeko kubwa la wanafunzi hasa wanaojiunga na darasa la kwanza. Mstahiki meya Kuyeko amesema hayo leo jijini Dar es Salaam mara baada ya kukutana na madiwani wa Ukawa kutoka manispaa ya Ilala, zoezi lililoenda sambamba na kukabidhiwa ilani ya Ukawa kutoka kwa mratibu wa kanda ya Pwani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo nchini Chadema, Bwana Kasmir Mabina. Tutajielekeza kwenye elimu. Ni kwamba hata manispaa imeshajipanga sasa kuongeza madarasa kuanzia 5 kila shule mpaka 8 shule zingine. Hiyo kazi itaanza mara moja, sio kesho wala kesho kutwa, itaanza, nadhani sehemu nyingine imeshaanza. Ni katembelea shule ya pili inaitwa Banguro huko Pugu. Shule hiyo kwa sababu serikali imetangaza elimu bure kuanzia chekechea mpaka form 4. Wanafunzi wa darasa la kwanza wamekuwa ni wengi sana wamejiandikisha mwaka huu. Nilikuta darasa moja katika shule ya Banguro ina wanafunzi 305 darasa moja. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kutazama kurasa hapo kesho, na pia usisite kututumia maoni yako kupitia barua pepe yetu ya kurasa@eatv.tv.
Kwa niaba wale wote walioshiriki kuletea Kurasa, jina langu ni Elikunda Materu, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata hapa EA TV. Kurasa inadhaminiwa na